hashiki hasira yake milele. Hashiki nini? Hasira yake milele. Endelea. Kwa maana yeye hufurahia rehema. Anafurahia rehema. Kwa hiyo Mungu anafurahia rehema, na ndio maana naita watu watubu, si ndio? Ndio. Si ndio? Mathayo 9:10. Nikimbie kwanza haraka hapo. Mathayo 9 na mstari wa 10. Anasemaje? Ikawa alipoketi nyumbani ale chakula, tazama, watoza ushuru wengi na wenye dhambi. Watoza ushuru wengi na wenye dhambi walikuja wakaketi pamoja na Yesu. Wakaketi pamoja na nani? Na Yesu. Endelea. Na wanafunzi wake. Mafarisayo walipoona, waliwaambia wanafunzi wake, mbona mwalimu wenu anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Naye aliposikia aliwaambia, wenye afya ati nini? Wenye afya hawahitaji tabibu, endelea, bali walio hawawezi. Endelea. Lakini nendeni mkajifunze maana yake maneno haya, nataka rehema. Ati nini? Nataka rehema. Kwa hiyo Mungu anatuambia tujifunze nataka rehema, kwa sababu Mungu ni mwingi wa rehema. Endelea. Wala si sadaka. Wala si sadaka. Kwa maana sikuja kuwaita wenye haki. Ati nini? Sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi. Kwa hiyo Mungu ni mwingi wa rehema, na anapomtuma Yesu Kristo haji kuwaita wenye haki bali wenye dhambi. Kwa hiyo mpango wa Mungu ni kuwaita waovu na wema wote wakae katika usahihi, wakae katika mapenzi yake. Waovu watubu, waingie katika mpango wa Mungu, ila wale ambao wako vizuri waendelee kushikilia huo uzuri huo, wakae katika utakatifu. Kwa hiyo Mungu kama Mungu huwa anataka watu wote watubu, na hata watu walipokuwa wakianguka bado alizidi kutuma wajumbe ili watubu. Yeremia 25:4. Yeremia, kitabu cha Yeremia 25 mstari wa 4. 25 mstari wa 4. Soma. Anasemaje? Naye Bwana amemtuma kwenu watumishi wake wote. Kwa hiyo Mungu alituma watumishi, si ndio? Ndio. Endelea. Hao manabii akiamka mapema na kuwatuma. Endelea. Lakini ninyi hamkusikiliza. Ati nini? Lakini ninyi hamkusikiliza. Sasa tabia ya mwanadamu ni hasikii. Mungu anapotuma wajumbe, wanadamu hasikii. Injili inapohubiriwa kwa ajili ya kuonya, watu hawasikii. Unaona? Kwa hiyo hiyo ilikuwa kutoka mwanzo, si ndio? Ndio. Aya, endelea. Wala hamkutega masikio yenu. Endelea. Msikilize. Akasema, rudini sasa. Ati nini? Rudini sasa. Kwa japokuwa hawakusikia, Mungu kwa sababu ni mwingi wa rehema akawaambia kwamba warudi, na mpaka leo anasema watu warudi, kwa sababu kutokuamini tu utatu si kwamba umemaliza, bado ndani ya moyo wako inatakiwa mambo yasafishwe. Endelea. Kila mtu na iache njia yake mbaya. Ati nini? Kila mtu aiache njia yake mbaya. Kwa hiyo kuna watu wenye njia mbaya ambazo inatakiwa waziache. Unaona? Inatakiwa ziachwe. Na Mungu kama Mungu hata walipozidi kuanguka bado anaendelea kutuma manabii na wajumbe kuonya. Nyakati wa pili 36:15. Nyakati wa pili 36:15. Anasemaje? Naye Bwana Mungu wa baba zao twende akatuma kwa mikono wa wajumbe wake. Kwa mkono wa nini? Wajumbe wake. Akiondoka mapema na kutuma. Kwa sababu aliwahurumia watu wake. Alifanyaje? Aliwahurumia watu wake. Alifanyaje? Aliwahurumia watu wake. Kwa Mungu ni mwingi wa nini? Wa rehema. Mungu ni mwingi wa nini? Wa rehema. Anahurumia watu wake. Endelea. Na makao yake. Lakini waliwadhihaki wajumbe wa Mungu. Lakini watu walidhihaki nini? Wajumbe wa Mungu. Na kuyadharau maneno yake. Na kudharau nini? Maneno ya Mungu. Na kuwacheka manabii wake. Unaona? Mpaka hasira ya Mungu ikabidi atume Nebukadneza akawateke. Ila mpango wa Mungu ni kuita hata waovu watubu, waingie katika mpango wake. Manabii aliwatuma wengine 3:1 Mathayo. Ujumbe wa malaika watatu tunaohubiri inatakiwa uendane na habari za kutubu. Ujumbe wa malaika watatu unaohubiriwa inatakiwa watu kutubu. Kitendo cha kuacha utatu na kuingia katika Mungu wa kweli ni process kubwa sana. Unaona? Lakini mtu anapoingia katika kanisa la Mungu ameacha utatu, bado injili ya kutubu anapaswa hubiriwe. Soma andiko. Yohana 3:1. Soma. Anasema, basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo.
Mathayo nani yule? Anasema Yohana, endelea. Siku zile alielekea Yohana Mbatizaji, endelea, akihubiri katika nyika ya Yahudi na kusema, tubuni. Ati nini? Tubuni. Kwa hiyo ilikuwa ni kutubu. Ilikuwa ni kutubu. Yesu naye akaja, soma 4:17. Yesu naye akaja bado akafundisha kutubu. Soma hapo. Anasemaje? Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni. Ati nini? Tubuni. Ati nini? Tubuni. Kwa hiyo Mungu kama Mungu hapendi watu wawe na dhambi. Na watu huwa wanawaita watu wa tubu. Sasa unaweza ukasikia kutubu, ukasikia jambo linahubiriwa kutubu, ukadhani wewe aliyeko hapa hiyo haikuhusu. Unajua kwamba huyu anafundisha kutubu, labda namwambia wa nje, unaambiwa wewe si wa nje, unaambiwa wewe si wa nje. Maana unaweza kusikia kutubu ukajua kwamba hii ujumbe pengine una target wa nje. Mungu anaita watu watubu. Mungu anaita watu watubu, na Mungu anapenda watu watubu. Mungu anapenda watu watubu uovu. Kwa sababu katika hizi zama za mwisho tunaamini kwamba si Yesu yuko hekalu la mbinguni. Si tunaamini kwamba Yesu anapatanisha. Si tunaamini kwamba watu wanachunguzwa matendo. Sasa katika kuchunguzwa, ujumbe ni kwamba watu wa Mungu wanaoamini ujumbe wa malaika watatu wanapoingia katika kundi watubu. Watubu. Na Mungu anaahidi kwamba atafuta. Mungu anaahidi kwamba atafuta wale wanaoendea kwa toba. Uovu anafuta. Unaona? Uovu anafuta. Hebu nisaidie Waebrania 8:12. Waebrania 8:12. Mungu anapoahidi kwamba atafanya agano jipya, watu watamjua Mungu. Maana yake atasema dhambi zao hatazikumbuka. Maana yake hatakumbuka kwa zile dhambi ambazo watu wameendea wakatubu. Usifikiri hatakumbuka wakiendelea kuzifanya. Soma andiko. Anasemaje? Kwa sababu nitawasamehe maovu yao. Ati nini? Nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Kwa hiyo Mungu anaahidi hatazikumbuka. Wale watakaomjua, si ndio? Ndio. Hatazikumbuka. Kwa nini Mungu hatazikumbuka? Na kwa nini Mungu anaita watu watubu? Yeremia. Soma Ezekieli 33:11. Ezekieli 33:11. Anasema hivi. Waambie kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, sikufurahi kufa kwake mtu mwovu. Ati nini? Sikufurahi kufa kwake mtu mwovu, bali aghairi mtu mwovu. Endelea. Na kuacha njia yake mbaya, akaishi. Kwa hiyo Mungu afurahi kufa mtu mwovu. Wewe ukifa katika dhambi, wewe unampa Mungu hasara. Unampa shoti ingawa yeye hapungukiwi. Lakini yeye target yake ni kila mwanadamu atubu, si akupoteze. Maana tumesoma kwamba watu tumeokolewa kwa gharama kubwa. Tumeokolewa kwa neema kwa gharama kubwa. Sasa anapokuokoa kwa gharama kubwa, hakuokoi ili upotee. Ndio maana anasema hafurahii mtu mwenye dhambi kufa. Na yeyote yule mwenye dhambi, hata kama dhambi ina namna gani, unapomwendea ukatubu, yeye yuko tayari kukusamehe. Nisaidie Isaya 1:18. Isaya 1. Kitabu cha Isaya 1:18. Anasemaje? Haya, njooni tusemezane, asema Bwana. Ati nini? Njooni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana. Zitakuwa nyeupe kama theluji. Unaona? Mungu anaita msemezane. Sio kupiga tu story. Una maovu ukae tubu. Uende mbele zake utubu. Sio na kwamba njoni tusemezane, uanze kutoa hoja zako. Ati sijui mara hivi na hivi na hivi. Hapana. Ni kwenda kutoa hoja ukatubu. Kwa Mungu anataka watu watubu, kwa sababu Mungu ni mwingi wa rehema. Hataki watu waangamie katika uovu. Na mtu anapomwendea na kutubu, Mungu alivyo mwingi wa rehema, dhambi huwa anaiondoa na kuitenga mbali naye. Anaitenga. Anayemwendea
anaitenga. Madam tu uwe wazi, uende kwa ajili ya kutubu. Hebu soma Zaburi. Zaburi 103:9. Zaburi 103:9. Anasemaje? Anasema hivi. Yeye hata teta siku zote. Hatafanyaje? Hata teta siku zote. Wala hata shika hasira yake milele. Unaona? Mungu hata teta siku zote, wala hata shika hasira yake milele. Endelea. Anasema hakutenda sawasawa. Anasema soma vizuri. Hakututenda sawasawa na hatia zetu. Manake tulikuwa na hatia, lakini hakutenda sawasawa na hatia zetu. Hatia inaweza kustahili ufe, lakini kwa sababu ni mwingi wa rehema anakuhurumia. Endelea. Anasemaje? Wala hakutulipa kwa kadiri ya maovu yetu. Hakutulipa kadiri ya nini? Ya maovu yetu. Endelea. Anasema maana mbingu zilivyoinuka juu ya nchi, kadiri ile rehema zake ni kuu. Rehema zake ni kuu kwa wamchao. Rehema zake ni kuu kwa watu gani? Kwa wamchao. Rehema zake ni kuu kwa watu gani? Kwa wamchao. Ili ukifanya shingo ngumu hakuna rehema. Endelea. Anasemaje? Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi. Ati nini? Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo aliweka dhambi zetu mbali nasi. Unaona? Kwa hiyo wanaomcha Mungu wanapomwendea, kwa sababu Mungu ni mwingi wa rehema, ile dhambi anaifukuzia mbali. Malizia andiko. Anasemaje? Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo aliweka dhambi zetu mbali nasi. Endelea. Kama vile baba ahurumiavyo watoto wake. Ati nini? Kama vile baba ahurumiavyo watoto wake. Ati nini? Kama vile baba ahurumiavyo watoto wake, ndivyo Bwana anavyohurumia wamchao. Kwa hiyo watu wanaomcha Mungu wanaomwendea Mungu, anawahurumia kama baba anavyowahurumia watoto wake. Sasa wewe chukulia tu mfano, mtoto wako wewe unavyomhurumia, mtoto wako wewe unavyompenda, mtoto wako hata kama akikukosea, si ndio? Hata akikukosea, akirudi akikurejea, si unampenda? Si ndio? Lakini akiwa na kiburi bado utaendelea kung'ang'ana naye ili arekebike, lakini mwisho wa siku atapotea. Wewe unamwambia mtu uishi 1 2 3, yeye haelewi. Ameingia kwenye makundi, amekuwa mvuta bange, usibado utamng'ang'ania, lakini dunia itamchukua mbali. Sasa Mungu kama Mungu anatupenda. Anavyotupenda, unapokosea ukarudi mbele zake, ukalia kwa sababu ni mwingi wa rehema, yeye anakuvuta. Lakini wewe uking'ang'ana katika njia ambazo unaona wewe ni sahihi, utapotea. Kwa hiyo Mungu ni mwingi wa rehema, anaita watu watubu. Sasa nisaidie Mithali 28:13 sasa. Mithali, twende kwenye kivumbi. Mithali 28:13. Anasemaje? Afichaye dhambi zake. Ati nini? Afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Unaona? Rudia tena andiko hilo. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Bali yeye aziungamaye. Azifanyaje? Aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Unaona? Mungu anasema anayeficha dhambi zake hatafanikiwa, ila anayeziungama atapata rehema. Na ndio maana Mungu anaita watu watubu ili wapate rehema, kwa sababu ni mwingi wa rehema. Ila yeyote anayezificha dhambi zake, huyo hatapata rehema. Yaani kiufupi, Mungu anataka watu uovu wao wauweke wazi, wautubie uovu wao mbele za Mungu. Kwa mfano unaambiwa bana, unaambiwa usiwe na miungu mwingine. Mtu anakwambia jirinde nami nitakulinda. Yaani mtu anachukua hirizi anafunga mkononi, ati Mungu amesema, si andiko sijui analitoa wapi, atajirinde nami nitakulinda. Sasa hiyo mtaani kwetu kule wanasema ni jirinde nami tena wanasema maandiko yanasema eti jirinde nami nitakulinda. Ndio wanasema. Sasa hiyo jisaidie, hiyo ni nyingine tena. Unaona? Kwa hiyo unaambiwa kwamba usiwe na miungu mingine, wewe unasema maandiko yanasema jirinde nami nitakulinda. Unaona? Maandiko yanasema usiibe. Maandiko yanasema usiibe. Wewe unaanza kwamba nilikuwa na njaa, unaenda Mungu anakuambia weka wazi, tubu, kiri nimeiba. Unaanza unasema Mungu, unajua nilikuwa na njaa, wale watoto
una watoto wengi, nikaona kitu cha mtu nikapitia tu, sikuwa na namna na Mungu hataki bra bra, sema nimeiba. Nimeiba. Kwa sababu mtu anaanza kukwambia ili hata Mungu mwenyewe anajua. Ili hata Mungu mwenyewe anajua. Sasa mimi ningefanyaje? Nimepata pale pesa. Baada ya kupata pesa, mwenyewe amekuja nasema ni pesa yake. Sasa kama ni pesa yake, Mungu mwenyewe anajua kabisa, na familia watoto wawili, tena hiyo ukute ni Mungu mwenyewe ndio ameleta tu ili na mimi unajua Mungu anapitisha pesa kwa njia nyingi. Ndio nakwambia nimepitisha pesa kwa njia nyingi. Kwa hiyo ukienda kutubu, unajua Baba, wewe mwenyewe ndio umenipa, inawezekana wewe ndio umenipa hiyo pesa, kama kweli niliiba, naomba unisamehe. Umeiba. Na Mungu anataka utubu. Mtu mwingine anakwambia, mtu mwingine unakuta labda amezini, si ndio? Ndio. Anakwambia amezini. Sasa katika kuzini, Mungu anasema utubu. Ndiyo nimezini, utubu. Sasa wewe unaenda mbele za Mungu unaanza, unajua Mungu, sisi ni wanadamu. Wanadamu tumeumbwa kwa tamaa. Unaona? Tumeumbwa kwa nini? Kwa tamaa. Unaanza tumeumbwa kwa tamaa. Sasa hii miili yetu inawaka tamaa, na unajua mabinti hawa wanavaa vibaya, wanavaa vimini, wanavaa suruali, kwa hiyo tumeshawishika. Wewe umezini, inatakiwa utubu. Kwa sababu ukianza kusema kwamba nimetamani, nimefanyaje? Hebu kwanza nisaidie Ayubu 31:1. Kitabu cha Ayubu 31. 31:1. Fungu. Okay. Sawa, soma kwanza hilo. Tunarudi hapo bado. Ayubu 31:1. Anasemaje? Nilifanya agano na macho yangu. Ati nini? Nilifanya agano na macho yangu. Basi nawezaje kumwangalia msichana? Ati nini? Anasema, nilifanya agano na macho yangu. Basi nawezaje kumwangalia msichana? Unaona? Sasa wewe na Ayubu mkikaa pamoja siku ya hukumu, utasemaje? Wewe unasema kwamba wao tu wanavaa vibaya, wanavaa vimini, wanavaa nguo zenye mipasuo, si ndio? Ndio maana nikatamani na kuzini. Maandiko yanasema usitamani. Kwa hiyo Mungu, wewe mwenyewe unajua mimi mwili wangu ni wa kibinadamu, ndio maana nimeshindwa, nimeanguka. Wewe inatakiwa useme nimezini. Usianze porojo. Kwa sababu ukiwekwa wewe na Ayubu, bado Ayubu atakwambia hapana, mbona mimi nilishinda? Haya, rudia andiko hilo la mtumishi, hiyo Mithali 28:13. Rudia. Mithali. Anasema ina mchuzi wake. Malizia andiko hilo. Mithali 28:13. Malizia mchuzi. Malizia mchuzi afu turudi sasa hapa. Anasemaje? Afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Afichaye dhambi zake atafanyaje? Hatafanikiwa. Endelea. Bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Atapata nini? Rehema. Umeona? Endelea. Mwanadamu mwenye kicho yu heri siku zote. Bali mshupavu wa moyo. Mshupavu wa nini? Wa moyo ataangukia madhara. Haya, rudi sasa kwenye ile Ayubu 31:1. Rudi pale. Kuna pointi pale mstari wa 4. 31:1. Nataka tuichukue pale. Kwa hiyo ukiwa umetenda dhambi, Mungu anataka mambo yako uyaweke wazi. Uyaweke wazi. Na ndio maana kila kilichofichwa sirini kitawekwa wazi, kwa sababu Mungu anakuona, Mungu anakujua. Sasa utapoanza kuleta udanganyifu, wewe utahesabika una dhambi. Soma andiko. Anasemaje? 31:4. Je, yeye hazioni njia zangu? Kwa hiyo anaona nini? Njia zangu. Na kuzihesabu hatua zangu zote. Kwa hiyo anaona njia zetu na kuhesabu hatua zetu zote. Sasa soma Zaburi 139:7. Tuone Daudi hiyo anaiweka vizuri. Anasema Zaburi 139 na mstari wa 7. Anasemaje? Niende wapi? Nijiepushe na roho yako. Kwa hiyo aende wapi? Ajiepushe na nini? Na roho ya Mungu. Endelea. Niende wapi? Niukimbie uso wako. Twende. Anasema kama ningepanda mbinguni. Ati nini? Kama ningepanda mbinguni, wewe uko. Endelea. Ningefanya kuzimu kitanda changu, wewe uko. Ningezitoa mbawa za asubuhi na kukaa pande za mwisho za bahari. Huko nako mkono wako utaniongoza. Unaona? Kwa hiyo pande zote Mungu yupo. Kwa hiyo kile unachokifanya, matendo yako unayofanya yote, Mungu anayamulika. Kwa hiyo wewe inapofika tu asubuhi
unapoanza ile asubuhi umeamka mpaka jioni, Mungu anamulika. Kwa hiyo ukiwa na changamoto au kitenda kosa, usianze fikiria. Neno ni moja tu, tubu. Na kutubu unaweka wazi mbele za Mungu ya kwamba jambo hili Mungu nimekosea. Endelea na andiko. Anasemaje? Ningezitoa mbawa za asubuhi na kukaa pande za mwisho za bahari, huko nako mkono wako utaniongoza na mkono wako wa kuume utanishika. Endelea. Kama nikisema hakika giza litanifunika na nuru izungukayo ingekuwa usiku, giza nalo halikufichi kitu, bali usiku huangaza kama mchana. Kwa hiyo usiku unaangaza kama nini? Kama mchana. Kwa hiyo hata ukifanya jambo kwenye giza, Mungu analiona. Unaona? Endelea. Giza na mwanga kwako ni sawa sawa. Giza na mwanga kwako ni sawa sawa. Giza na mwanga kwako sawa sawa. Maana yake kuwa na giza, kuwa na nuru, yeye anaona. Unaona? Anaona. Kwa hiyo Mungu anataka matendo yetu yote tuyaweke wazi. Matendo tuyaweke wazi. Mambo tunayofanya tuyaweke wazi. Na ukisha kosa, tubu, weka wazi mbele za Mungu. Usianze janja. Ukaanza kusema mimi pengine hii sio dhambi. Unaanza kuhisi kwamba pengine hii hapana, hii labda sio labda nimesengenya, hii hapana, hii. Mungu anasema tubu, maana azifichaye dhambi zake. Hebu kwanza nisaidie Yohana wa kwanza 1:5. Anzia 1:5 Yohana wa kwanza 1:5. Anasemaje? Yohana wa kwanza 1:5. Na hii ndio habari tuliyoisikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru. Mungu ni nini? Ni nuru. Wala giza lolote hamna ndani yake. Mungu ni nuru, giza ndani yake hakuna. Endelea. Tukisema ya kwamba tutashirikiana naye, tena tukienda gizani. Tukienda gizani. Kwa hiyo ukisema unashirikiana na Mungu, ile ukienda gizani, tutasema uongo. Tutasema nini? Tutasema uongo. Endelea. Wala hatufanyi hilo kweli. Hatuna kweli. Endelea. Bali tukienda nuruni, kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi. Na damu yake Yesu inafanyaje? Mwana wake inafanyaje? Yatusafisha dhambi zote. Kwa hiyo tukishirikiana inatusafisha. Soma, endelea na mstari hapo. Tukisema ya kwamba hatuna dhambi. Ati nini? Tukisema ya kwamba hatuna dhambi, tunajidanganya wenyewe. Tukisema hatuna dhambi tunajidanganya. Endelea. Wala kweli haimo mwetu. Maana yake hatuna kweli. Endelea. Tukiziungama dhambi zetu. Ati nini? Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata tuondolee dhambi zetu. Yeye ni mwaminifu na haki, na tuondolee dhambi zetu. Endelea. Na kutusafisha, anatusafisha na udhalimu wote. Endelea. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, tumfanya yeye kuwa mwongo. Kwa hiyo endelea kumaliza kwanza andiko. Wala neno lake halimo kwetu. Unaona? Kwa hiyo Mungu anamulika matendo ya wanadamu wote. Mungu anamulika unachokifanya. Unapotenda jambo ambalo ni kinyume na Mungu, kanuni tu ni utubu. Na kutubu unaweka wazi mambo yote mbele za Mungu. Ukianza kuzungusha, maana yake unamwambia Mungu wewe ni muongo. Yaani maana yake unamwambia Mungu wewe unadanganya. Unanisabia na dhambi na wakati sio. Yaani Mungu unamwambia wewe ni muongo, roho wako ni muongo, malaika wako ni waongo. Maana si tunaamini kwamba malaika nao wanachunguza? Tuamini hivyo. Si tunaamini wanachunguza? Sasa wanapochunguza, maana yake Mungu ni muongo, malaika ni waongo. Unaona kibarua ulicho nacho? Unaona kibarua ulicho nacho? Kwa hiyo Mungu anatuita watu watubu. Mungu alifurahishwa na Daudi kwa sababu Daudi hakuwa na kona. Daudi si kwamba alikuwa mtakatifu, ila Daudi hakuwa na kona. Daudi wakati anapita katika pita zake akamuona mke wa nani? Hiyo story tunaijua. Akamuona mke wa Uria. Maandiko yanasema alikuwa ni mzuri. Na kwa sababu Daudi naye ni mwanadamu, akavutiwa naye. Alipovutiwa naye, mwisho wa siku akapita naye. Sasa baadaye akaja akagundua ni mjamzito. Unaona? Akagundua ni mjamzito. Sasa akaona hapa ni kisanga. Mfalme kachepuka
na mke wa mfanyakazi wake. Akaona huyu ni kisanga. Unaona? Sasa alichokifanya ikabidi sasa amchukue yule Uria Mhiti. Alipotoka huko kwenye vita, akamwambia, akamragai aende mradi alale kwa mkewe ili ionekane kwamba ni mimba yake. Na yule jamaa na Mungu sijui ndo alitaka kufanya mambo yake, kumwaibisha tu. Pengine alitaka kumwaibisha. Alichokifanya ikabidi amwambie, bana sasa wewe nenda. Yule jamaa akasema, watu wako wanapigana huko, wanapambana huko. Mimi kweli niende nile ninywe nifurahie na mke wangu wakati watu wanapambana huko? Hapana. Akashinda hapo marangoni pa mfalme. Aliposhinda hapo, Daudi anakuja na shangaa, hajaenda. Akampiga pale story, ikabidi amuita, kaanza kumpa pombe na vitu kadha wa kadha, maadamu tu aondoke. Lakini mwisho wa siku jamaa akakomaa hapo kutoka. Hakwenda. Mwanamke kule ni mjamzito. Akaona hii ishakuwa msara sasa. Ikabidi amwambie Yoabu, askari yule. Sasa bana, huyu jamaa nenda kule, ukampeleke kwenye mapambano makali. Mapambano yatakapozidi, wewe rudi tu kimya. Ondoa jeshi tu kimya, apigwe afie huko. Hilo sio walifanya kwa siri hilo. Sio walifanya kwa siri. Lakini mwisho wa siku ilionekana kwamba ameonekana na amefanya kosa. Amefanya kosa. Hebu kwanza nisaidie sasa. Samueli wa pili 12:7. Samueli wa pili 12:7. Alafu tutaona Daudi yeye baada ya kuambiwa kosa lake alianza story. Soma andiko. Basi Nathani akamwambia Daudi, wewe ndiye mtu huyo Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, nalikutia mafuta. Subiri. Kwa hiyo baada ya hapo sasa Mungu alimtuma nabii Nathani akamwambie kosa alilolifanya. Kuna mfano aliotumia hapo. Sasa siwezi nikaenda nao exact, nadhani tunaujua. Au turudi nyuma hapo 11. Mstari wa mwisho hapo. Tuangalie Mungu alivyomwambia na huyo nabii Nathani alivyomwambia, na jinsi Daudi alivyotaka kumtuhumu huyo mtu ambaye angefanya jambo hilo. Ilikuwa ni kifo. Kwa hiyo hata Daudi na yeye kifupi itakiwa uawe. Umefika 11. Soma. Samueli wa 2:11. Samueli wa pili 12:11. 11, angalia aya za mwisho hapo. Ni hapo. Okay. Endelea. Anasema, hata msafiri mmoja akamfikiria yule tajiri. Anza hiyo 7. Nianze 7. Basi Nathani akamwambia Daudi. Okay, anza 3. Sorry. Anza 1. Nianze 1. Soma. Ndipo Bwana akamtuma Nathani aende kwa Daudi. Kimbia. Naye akamwendea akamwambia, palikuwa na watu wawili katika mji mmoja. Mji wao ulikuwa tajiri, wa pili maskini. Yule tajiri alikuwa na kondoo na ng'ombe wengi sana. Bali yule maskini hakuwa na kitu, ila mwana kondoo mmoja mdogo ambaye amenunua na kumlea. Mnasikia kwanza? Hebu rudia hiyo 1. Anasema watu wasikie vizuri. Ndipo Bwana akamtuma Nathani aende kwa Daudi. Sasa ni baada ya Daudi kumuua, si ndio? Ndio. Kumuua Uria Mhiti. Kwa hiyo anamtuma, Mungu akaona jambo hilo, akamtuma nabii. Sasa nabii anapofika anasemaje? Kimbia. Anasema naye akamwendea akamwambia, palikuwa na watu wawili katika mji mmoja. Endelea. Mmoja wao alikuwa tajiri na wa pili maskini. Yule tajiri alikuwa na kondoo na ng'ombe wengi sana. Tajiri alikuwa na kondoo na ng'ombe wengi. Bali yule maskini hakuwa na kitu. Maskini hakuwa na nini? Na kitu. Endelea. Ila mwana kondoo mmoja mdogo ambaye amenunua na kumlea. Endelea. Naye akakuwa pamoja naye na pamoja na wanayo kula sehemu ya posho yake na kunywa kikombe chake na kulala kifuani mwake. Akao kwake kama binti. Hata msafiri mmoja akamfikia yule tajiri. Endelea. Naye akaacha kutoa mmoja wa kondoo zake mwenyewe. Kwa hiyo tajiri alikuwa na kondoo wengi, lakini akaacha kutoa kondoo zake na ng'ombe wake, lakini akavutiwa na yule masikini ambaye alikuwa na kondoo mmoja. Kimbia. Anasemaje?
kutoa kondoo zake mmoja, asema hata msafiri mmoja akamfikiria yule tajiri, naye akaacha kutoa mmoja wa kondoo zake mwenyewe, unaona, au mmoja wa ng'ombe zake mwenyewe ili kumwandalia yule msafiri aliyemfikiria, bali alimnyang'anya yule maskini mwana kondoo wake. Kwa hiyo akamnyang'anya nani? Maskini. Si Daudi alikuwa na wake wengi? Ndio. Si Uria alikuwa na mke mmoja? Ndio. Kwa hiyo Daudi akamnyang'anya mke wa Uria, ambao Daudi alikuwa na wake wengi. Wakati huo Daudi alikuwa ni mfalme na alikuwa afungwa, alikuwa na uwezo wa kuchukua binti yoyote, unaona, lakini akakimbia kwa Uria, mke wake akachukua mke wake. Unaona kazi. Endelea. Ndipo hasira ya Daudi ikawaka. Anasema nimalizie bado, anasema bali alimnyang'anya yule maskini mwana kondoo wake. Haya, soma hiyo. Ndipo hasira ya Daudi ikawaka sana juu ya mtu yule, akamwambia Nathani, aishike Bwana, mtu huyo aliyetenda jambo hili hakika yake astahili kufa. Unaona? Kwa hiyo Daudi akasema huyo anastahili kufa. Endelea. Naye atamrudishia yule mwana kondoo mara 4 kwa sababu ametenda neno hili. Endelea. Na kwa sababu hakuwa na huruma. Basi Nathani akamwambia Daudi, wewe ndiwe. Ati nini? Wewe ndiwe. Kwa hiyo akaambiwa wewe ndio unastahili kufa. Umeona kazi? Wewe ndio unastahili kufa. Sasa Daudi, endelea na andiko hapo tuone dalili Daudi baada ya kusikia hivyo alijibu vitu gani? Alijibu nini? Endelea kwanza na andiko tuone kwanza mambo yamezidi kutoa kama rana. Endelea soma. Basi Nathani akamwambia Daudi, wewe ndiwe mtu huyo. Bwana Mungu wa Israeli asema hivi. Anasemaje? Alikutia mafuta uwe mfalme juu ya Israeli, nikakuokoa na mkono wa Sauli, nami nikakupa nyumba ya bwana wako, nawe na wake za bwana wako. Kwa hiyo aliwapa na nini? Wake. Alimpa nini? Wake. Unaona? Endelea. Wako kufuani mwako. Nikakupa nyumba ya Israeli na ya Yuda. Na kama hayo yangalikuwa machache, nikalikuongezea mambo kadhaa. Kama yangekuwa machache bado Mungu angemuongezea. Lakini utembee katika sheria yake ya kutokuzini tena na mke wa mtu, si ndio? Ndio. Endelea. Kwa nini umelidharau neno la Bwana? Kwa hiyo alidharau nini? Neno la Bwana. Alidharau nini? Neno la Bwana. Endelea. Na kuyafanya yaliyo mabaya machoni pake. Umempiga Uria Mhiti. Amempiga nani? Umempiga Uria Mhiti kwa upanga. Nawe umemtoa mkewe na awe mke wako. Umeona? Nawe umemuua huyo kwa upanga wa wana wa Amoni. Basi sasa upanga hautaondoka nyumbani mwako. Kwa hiyo kile kibano kikarudi kwake. Hautaondoka nyumbani mwako. Endelea. Kwa sababu umenidharau. Endelea. Ukamtoa mke wa Uria Mhiti kuwa mkeo. Endelea. Bwana asema hivi. Anasemaje? Angalia, nitakuondokeshea uovu. Nitakuondokeshea uovu katika nyumba yako. Nami nitawatoa wake zako mbele ya macho yako. Atafanyaje? Nitawatoa wake zako kuwa zako mbele za macho yako. Mimi point yangu sio hapo. Endelea. Na kumpa jirani yako, naye atalala na wake zako mbele ya jua hii. Endelea. Anasema maana wewe ulifanya jambo liwe kwa siri, bali mimi nalifanya jambo hili liwe mbele ya Israeli wote na mbele ya jua. Daudi akamwambia Nathani, nimefanya dhambi Bwana. Rudia tena. Na Daudi akamwambia Nathani, nimemfanyia dhambi Bwana. Hebu simama kwanza hapo sasa. Hapo stop. Unaona, tunaona baada ya kufanya mambo yote hayo, Mungu anapomtuma Nathani, Nathan anapoenda kwa Daudi alichokisema hakuanza kwanza story. Alikiri moja kwa moja. Lakini ukichunguza historia za wafalme wengine, mfalme alikuwa akiletewa mashtaka kama hayo, yule nabii ambaye alikuwa amepeleka mashtaka hayo alikuwa anakamatwa. Au ikiwezekana unauawa. Unaona? Kwa hiyo manabii walikuwa wanauawa. Hata Yeremia kipindi alipokuwa anajaribu kuhubiri kuwaonya watu dhambi, waache miungu mingine, bado walimkamata. Unaona? Wakamkamata. Tena manabii wengine wa Baali wakawa wanasema kabisa kwa jambo hili ambalo wanalifanya, wakawa wanatabiri kinyume. Kwa mfano yule Hanania akatabiri anasema baada ya miaka 2 watu wa Mungu wataachiliwa. Mwisho wa siku Yeremia akamwambia naona tabiri uongo na ilitakiwa kwanza kumfuata kama kipindi hiki. Yaani mtu kabisa nakwambia fundisho la utatu ni fundisho limeletwa na Mungu. Na anatetea na anajua ni uongo. Yaani kama kipindi hicho itakuwa unamwambia kwamba wewe utakufa. Kwa sababu unafundisha uongo. Unapotosha watu. Yaani ikiwa nataka kabisa unamwambia utakufa. Au ikiwezekana unamwambia wewe ikibidi wewe kwa sababu kupitia wewe
unakokota kundi kubwa la watu kuwapeleka jehanamu. Sasa we ufe. Haina kipindi. Sasa itafikia hatua hiyo. Tokana naambia tu wafe. Sawa. Hivyo. Kwa hiyo Daudi tunaona wafalme kipindi hicho walikuwa wanajaribu kushika nini? Walikuwa wanashika watu wa Mungu, wanawafunga, wengine wanawatia gerezani, wengine wanawaua. Unaona? Lakini Daudi baada ya kuambiwa, yeye hakuanza story. Alisema amemtenda Bwana nini? Dhambi. Na anapokiri hapo. Hebu soma hapo uone Nathan alichomwambia. Anasemaje? Nathani akamwambia Daudi. Akamwambiaje? Bwana naye ameiondoa dhambi yako. Unaona? Utakufa. Kitendo cha Daudi kutubu. Nathan anasema Bwana ameiondoa dhambi yako, hautakufa. Ile utaratibu ilitakiwa afanyaje? Afe. Umeona kazi. Tulia, usije ukanikwamisha. Kwa hiyo lakini tunaona nyumba ya Daudi. Mpe. Mimi sikukwamishi mtumishi, ila nataka niwakumbushe tu watu, ukisoma katika Mathayo 9 kuanzia 9 kama ngapi pale. Anasema Baba yetu leo mbinguni, anasema utusamee makosa yetu kama sisi tunavyowasamea watu tukosea. Ina maana kile kipimo ambacho sisi tunawapimia wengine katika kuwasamea watu ndicho kipimo ambacho Mungu anachotupimia hicho. Kwa hapo hata Daudi naye alipewa kile kipimo alichopima kwa kosa la hadithi nyingine, kumbe ni ya kwake mwenyewe meusi. Kwa kipimo ni kile kile cha utakapohukumu wengine ni ya kwako. Kwa nini hicho tunataka kuchangia? Haya, asante. Hiyo nitaka nilete kwenye part 2 kama ndugu yangu Elmas. Ana usingizi wa kiroho part 1, part 2, part 3. Sijajua inaishia ngapi. Lakini hiyo nitaka nilete kwenye part 2. Kwenye kusamehe. Maana Mungu anapotusamehe anatuambia nasi tusamehe. Sasa ni hiyo, nadhani Siberoya ni wiki ijayo ni mimi. Nadhani nikamalizana nayo kabisa. Unaona? Kwa hiyo Daudi akasema anafanyaje? Nimetenda kosa, Mungu anifanyaje? Amsamehe. Daudi hakuanza story, alitubu. Na ukiangalia sehemu nyingi sana kwenye vitabu vyake anakuwa anatubu. Hebu kwanza nisaidie 51:1 Zaburi 51:1 anasema, soma. Mungu unirehemu. Ati nini? Mungu unirehemu. Sawa na fadhili zako. Sawa na nini? Na fadhili zako. Endelea. Kiasi cha wingi wa rehema zako. Kiasi cha wingi wa nini? Wa rehema zako. Endelea. Uyafute makosa yangu. Uyafute nini? Uyafute makosa yangu. Unioshe kabisa na uovu wangu. Unitakase dhambi zangu. Unitakase nini? Dhambi zangu. Endelea. Maana nimejua mimi makosa yangu. Na dhambi yangu hii mbele yangu daima. Dhambi yangu hii mbele yangu daima. Ukitenda dhambi yako inakuwa mbele yako. Usipoitubu bado inaendelea kukutangulia. Hiyo ukitenda dhambi ipo mbele yako. Ipo mbele na uovu unakutangulia. Maana maandiko yanasema malaika waliposhuka kwenye Sodoma kule, maandiko yanasema kwamba uovu wao umepanda juu. Hata Mungu anapomtuma Yona alimwambia uovu umepanda juu. Kwa hiyo uovu unapoutenda unakutangulia mbele yako. Unapotubu Mungu anaufuta. Kwa hiyo tunaona Daudi alitubu. Soma 32:5 hiyo. Zaburi 32:5 anasemaje? Nalikujulisha dhambi yangu. Ati nini? Nalikujulisha dhambi yangu. Kwa hiyo Daudi alifanyaje? Alimjulisha Mungu dhambi yake. Maana yake hakuficha. Endelea. Wala sikuficha upotovu wangu. Hakuficha nini? Upotovu wake. Endelea. Nalisema nitayakiri maasi yangu kwa Bwana. Atakiri nini? Maasi yake kwa Bwana. Nawe ukanisamea upotovu wa dhambi yangu. Unaona? Mungu anataka vitu viwekwe wazi. Kwa mfano, kuna changamoto nyingine ambayo unaweza kuona ni nzito. Hebu kwanza nisaidie Yakobo 5:16. Kuna changamoto nyingine ambayo unaweza kuona ni nzito. Unaona? Lakini Mungu anasema unaweza kumshirikisha hata mwenzako mkaombeana, ingawa andiko hilo huwa wanatoa Wakatoliki wakisema kwamba ukamuungamie papa. Soma andiko. Kuna jamaa mmoja alikuwa anajaribu alinipa mimi mara nyingi watu TikTok wananifuatilia sana. Wengi tunachat.
Hasa kuna ndugu mmoja alinipa andiko hilo. Anasema sasa nyinyi mnapinga kwamba hamna kwenda kuungama kwa padri. Mbona andiko hilo liko? Hebu kwanza lisome lisikike vizuri. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Ati nini? Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Endelea. Na kuombeana mpate kuponywa. Mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana. Sasa aliponipa hilo andiko akasema kwamba hilo ndio huwa wanatumia huko kwamba watu wakaungame kwa padri. Sasa na mimi nikamuuliza, wewe padri, si maandiko yanasema ungameni ninyi kwa ninyi? Padri alishakuja kukuungamia wewe? Andiko linasema ungameneni ninyi kwa ninyi. Ulishasikia papa anaungama kwa mshirika? Au nyinyi mmeshasikia? Ninyi mmesikia? Lakini ukisoma kwenye King James Version ni confess your faults. Ndio inatumia hivyo au sio? Angalia kwa Kiingereza hapo inavyosema. Kwa hiyo Mungu hataki tufiche maovu yetu. Kuna yale makosa ambayo tunaona kwamba hili jambo hili naona kama naweza ngamshirikisha Biabato tukaliombea likaisha. Unaona? Naweza nikamshirikisha Mwalimu Masawe tukaliombea. Sasa mimi fungu ndivyo nilivyoelewa kwa namna hiyo. Au kuna hoja nyingine zaidi hapo? Hakuna. Kwa hiyo fungu hilo ni watu tuwashirikishane changamoto zetu. Bana, mimi napitia 1 2 3. I say tamaa mimi tamaa. Sasa tunafanyaje? Mpe maiki. Muktadha ile andiko kuna point hivi kwenye kutubu. Kutubu kama umeiba kitu, nimekuibia simu. Alafu nikaguswa kwamba ni dhambi. Napotubu kwa Mungu kwamba nimeiba simu, haitoshi. Nakiwe simu ndo unakuja huko. Unakuja huko? Na usije kanibia point. Okay, sawa. Sasa katika ile andiko hili ndo linamaanisha. Okay. Yaani kwa mfano kuna ile umemkosea, kuna ile makosa ya kijamii ambao umemkosea mtu na mtu. Hayo unayatubu kwa mtu na mtu, ndio ile andiko. Ungameni na zile faults. Ila dhambi kama dhambi inamwendea Mungu mwenyewe. Okay. Sawa. Sasa ndugu zanguni, kwenye kutubu, unaona Mungu wakati anamtoa mwanawe, si tumeona michakato? Si tumeona ile michakato kwamba dhambi ina process, si ndio? Process kubwa ya kuingoa. Sasa Mungu anachokitaka kwanza, Mungu anapenda watu kubaliane kwanza sisi kwa sisi. Yaani kuna yale makosa ambayo tunayokoseana sisi kwa sisi. Mungu anataka tumalizane sisi kwa sisi. Yaani Mungu anataka tuelewane kwanza sisi kwa sisi, alafu ndo tumuendee. Sasa hebu kwanza soma Mathayo 5:23 tuone kwanza hilo, alafu tuje sasa fungu lingine. Uone kivumbi hapo. Uone anasema Mathayo 5:23. Basi ukileta sadaka yako madhabahuni na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako. Ana neno juu yako. Endelea. Iache sadaka yako mbele ya madhabahu. Uende zako. Uende zako. Endelea. Upatane kwanza na ndugu yako. Ufanyaje? Upatane kwanza na ndugu yako. Endelea. Kisha urudi utoe sadaka yako. Sasa hilo fungu, sema kwanza. Hilo fungu juzi nilikuwa nimetoka huko kwenye uinjilisti, nipo kwenye gari na shangaa kakaangu mmoja akanitumia message. Anataka hilo fungu alijue. Yupo huko, walikuwa nabishana huko. Kwamba mtu ananiambia wewe unatoaje sadaka na unadaiwa? Ndio ilikuwa hoja. Anayedaiwa yoyote hapaswi kutoa sadaka. Nenda kwanza kamlipe pesa ndio kafanyaje? Sasa hapo wewe ungejibuje? Mimi ndio niliulizwa kwamba ni sahihi mtu anayedaiwa kutoa sadaka? Au inatakiwa kwanza kalipe deni ndio atoe sadaka? Inategemea. Mimi nilichowaambia niwaambie inategemea. Kwanza mimi niwaambie inategemea na deni. Maana walikuwa wanabishana, wakaniambia sasa kwa mfano mtu ananidai milioni 2. Mimi na 1000, nishindwe kutoa 1000 sadaka ati mpaka nimlipe ile milioni 2. Nikamwambia inategemea. Mtu kama ni mdeni kwanza mnaweza mkaelewa. Hata kama hujamlipa, elewaneni kwanza kwamba unanidai
mimi niko tayari, nitakulipa na uwe na nia ya kulipa. Una 500,000 unadaiwa milioni, una 500,000, uwezo ukasema natoa 500,000 yote na mwenzako anakudai milioni, gawa hata mara 2, bado atarizika. Kwa mimi ndivyo nilivyo jaribu kuiweka hivyo, nikaona kwamba inategemea. Kwa hiyo walikuwa nabishana, lakini hiyo si hoja. Hoja ni kwamba mtu akiwa unakosa naye, malizana naye kwanza. Umalizana naye kwanza. Endelea, maliza hapo andiko. Anasemaje? Patana na mshtaki wako upesi. Wakati awapo pamoja naye njiani. Yule mshtaki asije akakupeleka kwa kadhi, na kadhi akakupeleka kwa askari, ukatupwa gerezani. Amen, nakuambia, hutoki humo kamwe, hata uicho kulipa senti yako ya mwisho. Sasa ukisoma hilo andiko kwa muktadha lilivyokaa, unaweza ukajua kwamba ni kama halihusiani na Mungu moja kwa moja. Yaani ukajua kwamba ukamalizana naye tu kwamba ni kwa sababu atakupeleka gerezani. Fungu hilo mmelipata? Yaani unaweza kusema kwamba kwa hoja hiyo nisiende kwa sababu yule anaweza kanifunga, acha tu hata nisimpelekea nikatoe sadaka. Utafungwa kiroho. Nenda kamalizana naye kwanza, ongea naye. Ukishaongea naye mambo yawekwe sawa. Unaona? Sasa tuja kwa mfano ile hoja ya brother Masawe. Unapoiba kitu cha mtu, kutubu tu haitoshi, mpaka uende kwa yule uliyemuibia umrudishie kitu chake. Wewe ukasema nilipita na kitu cha mtu, nikaiba, nikachukua simu ya mtu. Sasa Mungu nisamehe, naona uliniibia sijui na nini. Naona nilimwibia mtu, kwa hiyo nimekuibia wewe, naomba unisamehe. Kanuni inatakiwa urudishe kila kitu kwa mwenyewe. Ukizini na mke wa mtu, hapo ndo kivumbi. Ukizini na mke wa mtu, maana maandiko yanasema sheria ilikuja ili liwe kosa liwe kubwa. Yaani sheria inafanya kosa iwe kubwa, uliogope, wachana nalo. Ukizini na mke wa mtu, Baba Mungu naomba unisamehe kwa sababu nimezini na mke wa Biabato. Nenda kwa Biabato, kamombe msamaha, nimezini na mkeo, urudi kwa Mungu. Ukiona hiyo ni ngumu, usizini. Usizini. Beo, unanisikia? Mpe. Wakati huo unisomee Warawi. Haya, maliza kwanza afu tuende kwenye fungu. Hapo sasa kwenye kwa sababu ukisema hivyo kuna consequences zake za kwenda yani manake sawa kuna consequences ambazo lazima uziface kwa sababu unaenda kabla kwanza kwa Biabato au sio kwa Biabato kwa huyo mtu kabla hujamwendea Mungu, si ndio? Sasa inakuwaje kwa mfano labda huyo mtu wewe umefanya hicho kitendo ulichokifanya, ni mtu mwenye mamlaka, sawa, ni nyadhifa, bosi wako labda, au ni mke wa mfalme, si ndio? Alafu sasa inakuwaje kwamba labda yeye pengine atalichukuliaje hilo swala? Mwingine anaweza akakuua, akakufanyia jambo lolote, mwingine asikusamee kwa sababu sio kila mtu ni Mkristo. Anakuambia lazima nikufanyizie, si ndio? Utafanyaje? Unaelewa? Labda ushaona huyo jamaa mke wake watu wametembea naye huko nyuma, amewafanyizia watu mambo mbaya watu huko nyuma, umeelewa? Sawa. Utafanyaje na wewe? Moja, mbili, labda umeiba kitu cha mtu. Huyo mtu amefariki au hayupo katika mazingira hayo. Je, unairejeshea familia yake au unafanyaje? Au labda na hicho kitu penyewe pia ushaipoteza. Okay. Sasa kwanza mpaka sheria hizo zitakapokuja, kama nilivyosema, sheria imekuja ili kosa liwe kubwa. Mpango wa Mungu sio wewe uzini. Unaelewa? Yani maana yake ukishajua kwamba kuna mchakato huo, hautazini, utatafuta mkeo. Si mabinti wapo hapa hawajaolewa? Si ni wengi? Sasa unaendaje kwa mke wa mtu? Mabinti wapo hawajaolewa, inatakiwa uoe. Kwa hiyo kwa mfano hiyo issue ya kuiba, si ndio? Ushasema kama kuna familia yake unarudisha. Kama kabisa hamna, peleka hata kanisani. Hiyo ni nadhani
fungu siwezi nikakumbuka, lakini kwa maono nayoona ni kwamba umeiba kitu cha mtu, kwa sababu inatakiwa ukirudishe. Huyo mtu hayupo, pengine amekufa na hakuna mwingine yote wa kumpa, unapeleka wapi? Na ndio maana katika nchi ukiokota kitu kama sio chako unapeleka wapi? Polisi. Unapeleka wapi? Kwa sababu sio chako. Sasa nisaidie Walawi. Sawa, kwa hiyo ina maana hapo una face hizo consequences. Consequences unatakiwa uziface. Matokeo yani. Ndio. Atakapofanya unakubali. Hayo ni matokeo ya dhambi. Sasa utaenda kwake akakuua kabla hujatubu kwa Mungu, au ndio sasa itakuwa Mimi okay, msaidie. Labda niongezee kwa alichokisema method amenyosha, yani hajaweka kona. Kwa hiyo sema nitaka nimpe fungu, naomba nisome hili ndio aelewe zaidi. Haya. Inasema 18:15 Mathayo, inasema ndugu yako akikosa, enenda ukamwonye wewe na yeye peke yenu. Sasa hapa ni huyu aliyekosewa, lakini pia hata mkosaji, utaratibu uliopo Mungu aliyoweka ni wewe umfuate yule uliyemkosea, mpatane. Na huko tumeshaona kwamba kama ulikuwa mbeba sadaka yako hiyo, Mathayo 5:28, na unaenda kutoa hiyo sadaka, utakataa kumtolea Mungu matoleo na ni wajibu wako. Utaratibu ni kwamba kwanza mpatane kabla hujamwendea nani? Mungu. Huwezi ukamwendea Mungu kabla hujapatana na mtu ambaye umemkosa ama mmekoseana. Kwa hiyo huo utaratibu, haijalishi ni matokeo gani, kwa sababu dhambi yoyote inayofanyika matokeo yake ni mabaya. Hakuna dhambi ambayo haina matokeo mabaya, pamoja na kwamba baadaye unaweza ukasamehewa, ila kwa mfano mtu aliyezini akipata magonjwa ya zinaa, ule ukimwi hautoki, pamoja na kwamba anaweza akapata nini? Msamaha. Kwa hiyo matokeo ya dhambi yapo, lakini lazima ufuate utaratibu katika mchakato wa kusamehewa dhambi. Aya, mpe anisomee fungu ili ni support nilichokiongea. Nisaidie Walawi 6:1. Ni support nilichokiongea. Walawi 6:1. Bwana kanena na Musa na kumwambia, mtu awaye yote akifanya dhambi na kuasi juu ya Bwana akamdanganya mwenziwe katika jambo la amana. Ukimdanganya mwenzako katika jambo la nini? Amana. Endelea. Au la mapatano. Au la kunyang'anya. Au kumwonea mwenziwe. Sasa mfano, mimi sina mke wangu. Wewe unapojua kabisa ni mke wangu na unajua kabisa ukaja, si umenionea? Si ndio? Ndio. Sasa fungu hilo linaingia hapo. Endelea. Au kuzumbua kitu kilichopotea na kutenda la uongo juu yake na kuwapa kwa uongo. Endelea. Katika mambo hayo yote mojawapo utakalolitenda mtu na kufanya dhambi kwalo, ndipo itakapokuwa akiwa amefanya dhambi na kupata hatia. Na kupata nini? Hatia. Kwa hiyo ukifanya hivyo umepata nini? Hatia. Atarudisha hicho alichokipata kwa kunyang'anya. Ati nini? Atarudisha hicho alichokipata kwa kunyang'anya. Ati nini? Atarudisha hicho alichokipata kwa kunyang'anya. Endelea. Au kitu kile alichokipata kwa kuonea. Au ile amana aliyowekewa. Kimbia. Au kitu kile kilichopotea alichokizumbua yeye. Au kitu chochote ambacho amekiapia uongo, atakirudisha hata kwa utimilifu wake. Endelea. Kisha ataongeza na sehemu ya 5 zaidi juu yake. Ati nini? Na ataongeza sehemu ya 5 zaidi juu yake. Na ndio maana kipindi cha Zakayo anasema kama kuna mtu nimechukua hela yake kwa hila, nitaongeza mara 4. Mariza. Anasema naye atampa huyo mwenyewe siku hiyo ambayo atakapohukumiwa kuwa mwenye hatia. Kimbia. Kisha ataleta sadaka yake ya hatia kwa Bwana na kondoo mume na katika kundi lake mkamilifu sawasawa na hesabu atakayoandikia kuwa sadaka ya hatia ya kumpa kuhani. Kimbia. Na huyo kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake mbele za Bwana. Kwa hiyo ulikuwa ukitenda dhambi, uendi moja kwa moja kwa kuhani, unaanza kwanza kwa uliyemwibia.
uliyemkosea unamalizana naye, umeiba, umefanyaje? Na kuna maandiko anasema hata kama umeokota. Kwa mfano mtu mmoja juzi amepita pale, ananiambia na dakika 2, nilianza na dakika 41. Alikuja akaniambia ameokota simu. Alipookota tu simu haraka akachomoa line. Alafu ni ndugu yangu anasali kwa nabii mmoja. Wao anakuja tunapiga mafungu. Pengine anabishabisha na kimbia. Nikamwambia ndugu yangu, umeiba. Mimi pengine Mungu ameona labda sina na nini na simu ya mkopo na nini. Nikamwambia umeiba. Kwa nini uokota simu toe line? Si uache upigiwe na mwenyewe au mrudishie? Umeiba. Sasa Beo, hebu kwanza nisaidie Matendo 17:30 fungu la mwisho. Beo 15:2. 17:30 Matendo. 17:30 Matendo. Anasemaje? Basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni. Endelea. Bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu. Kama kuna mambo tulifanya kwa ujinga, ujumbe ndio huo, inatakiwa watu tubu. Sasa mimi muda wangu nimemaliza mwalimu. Okay. Sisi tumepewa kuwa waangalizi. Hicho ambacho umekimalizia kuhusu swala la kuiba amana. Okay. Kuchukua amana acha tu nikisome kwa nukuu moja hapa, afu nitasema kitu hicho hiyo hoja hii. Ellen anasema hapa, Roho Nabii anasema ikiwa umemdhulumu au kumuumiza jirani yako, unapaswa kufanya urejeshwaji. Ikiwa umemdhulumu mtu yeyote bila kukusudia, au ikiwa mtu uliyemkosea amekufa na uwezi kumkiri au kumrejeshia yeye, unapaswa kuifanya au urejeshwaji huo kwa warisi wake. Au ikiwa hawawezi kupatikana, uifanye kwa Bwana. Una haki ya kuzuia na kubaki na kile ambacho si mali yako. Anasema tena, hakuna toba iliyo ya kweli ambayo haileti matengenezo. Haki ya Kristo si vazi la kufunika dhambi isiyokiliwa na isiyoachwa, na kanuni ya uzima inayobadili tabia na kuongoza mwenendo. Utakatifu ni kuwa mzima kwa ajili ya Mungu. Na katika kidogo, Mkristo akitaka maisha yake ya kiutendaji kibiashara, anapaswa kuonyesha ulimwengu jinsi Bwana wetu anavyoendesha shughuli za kibiashara. Katika kila muamala unapaswa kudhihirisha kuwa Mungu ndiye mwalimu wake. Tasikia sahihi ya sexual behavior. Akiongelea swala la nini? Mambo ya ngono. Tuko pamoja? Anasema hivi. Hichi kitabu ndio watu mwe nacho pia. Anasema hivi. Kwenye sorry kidogo, nienda tena wapi? Kwenye hapa anasema hivi. Kuna maungamo ya asili ambayo yanapaswa kuwekwa siri. Kwanza anasema hapa kwenye testimony on sexual behavior, adultery and divorce. Anasema kwamba dhambi ya zinaa ina gharama kubwa. Tuko pamoja? Na mashauri anasema chochote ambacho umekifanya kwa siri kiungawe kwa nini? Kwa siri. Kwa nini anasema hivyo? Anasema hivi. Kuna maungamo ya asili ambayo yanapaswa kuwekwa siri kati ya nafsi na Mungu. Mtu asitoe siri zitakazoleta lawama, zitakazoletea lawama kazi ya Mungu, au kusababisha ziki na uharibifu kwa mafamilia. Dhambi za siri zinapaswa kuungamwa wa Kristo, ambaye ndiye mpatanishi pekee kati ya Mungu na wanadamu. Kumimina siri za moyo ulioharibika katika masikio ya wanadamu ni kosa la hatari, na mara nyingi huleta uovu mkubwa zaidi kuliko ule uliokusudiwa kutibiwa. Nasema tena, ikiwa umefanya dhambi kwa siri, acha toba yako iwe kati yako na Mungu pekee. Usifunue upumbavu na dhambi yako kwa wengine, kwani wao hawawezi kuitakasa nafsi yako.
Unapokiri mambo hayo kwa wale wasiofahamu, mara nyingi unawawekea mzigo wa mashaka na wivu ambao waweza kuubeba na uamsha mawazo ya uovu ambayo hayakupaswa kama kufuliwa. Sasa katika hii sexual behavior anaongeza mambo ya uzinzi pia, sawa? Kama umefanya mambo ya kuonekana hadharani, dhambi yako itubiwa nini? Hadharani. Iwe nini? Kuna mzee wa kanisa alifanya maungamo makubwa mbele ya kanisa pale. Tena kanisani pale pale. Kwa sababu hizi sexual behavior. Ile sasa kama kuna mambo ambayo tumeyafanya kwa nini? Kwa siri. Ungama kwa nini? Kwa siri. Lakini kuna pointi ambayo umeizungumza kwamba dhambi ina nini? Ina gharama. Ina nini? Gharama. Ina gharama kubwa. Sasa tuangalie sisi huko nyuma tumeshawaumiza watu gani? Tumeshafanya nini? Ina hichi kitabu kikisoma unaweza kujikuta umepagawa. Lakini ni Mungu tu atusaidie katika ile jambo. Kwa hiyo nafikiri somo hili lisishie hapa. Linapaswa lichukuliwe katika idara ya uinjilisti. Tuko pamoja? Masomo yale ambayo ni mtambuka ambayo inagusa nyanja sana za kina za maisha yetu yanapaswa kufundishwa, yaeleweke, ili watu tujue kwamba kama Musa anavyosema kwamba wasomee Taurati ili waogope. Asante. Haya.